Wananchi wamefanya party na alikuwepo pia afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe pamoja na mashabiki wa Yanga. Yani mimi kwenye party waliita gahawa ya Berkane. Sasa mimi kwenye party niliangalia kinachoendelea na nilienda pale uzuri na mimi nikapata gahawa, lakini nilienda kubaini vitu pale. Ile party ilifanywa kwa ukubwa na wale influencers pia wa Yanga ambao wao mara nyingi ndio wamekuwa wakiwa na maamuzi mengi, hasa kwenye mambo mengi ya Yanga, hasa kwenye safari na nini na kila kitu. Lakini Ali Shabani kama ndio afisa habari wa klabu ya Yanga, kuvaa jezi ya Aris Berkane kama moja wa kiongozi kwenye klabu kubwa kama Young Africans, to me haikuwa sawa. Mimi si ni mzoa nyeupe nyeusi. Mashabiki kuvaa jezi ya Aris Berkane, well and good, ni sawa. Lakini kwa ofisa habari wa club kubwa kama ya Yanga, ambapo wewe unapaswa kuwakilisha na kuvaa nembo ya klabu yako popote pale kama ambavyo umeajiriwa kwa ajili ya kuitumikia klabu yako, angevaa jezi ya klabu ya Young Africans na wala isingeathiri chochote. Kuvaa jezi ya klabu ya timu nyingine ya nje huko Arabuni, kwanza ni kukosea mpira heshima. Heshima gani? Mpira, unajua majukumu ya msemaji kuiprotect klabu yake, kuhakikisha unavaa nembo ya klabu yako wote pale ulipo. Wewe ni askari, unaweza kaacha bunduki ukaona kunywa chai mahali? Na kuuliza, wewe ni askari, unaweza kaacha bunduki ukawa kunywa chai pahala? Kwani kwenye mkataba wake na Yanga kuna kipengele ambacho umewahi kuona wapi ofisa habari wa klabu anavaa jezi ya timu nyingine ya nje, hasa kwenye masuala ya ushabiki na masuala mengine kama yale? Umewahi kuona wapi? Funga duka vipi bwana? Ujambo, mbona umefika? Hautaka kusalimia, unataka kuongea? Tusalimiane. Vipi bwana? Mbona wewe kama yani kwenye hilo nilitaka tu nikwambie bwana David, ni utamaduni wa Yanga, kwa maana kwamba Yanga hawaendi kimiko ya kimpira, wanakwenda kwa miko ya kimko ya nafsi zao. Kwa maana hiyo kwamba sio alikamu tu. Kama unakumbuka miaka mitano sio kama 6 hivi, Simba wanacheza na Kaizer Chiefs. Sawa, alivaa jezi engineer ya Kaizer Chiefs na wakaenda kuwapokea. Kwa hiyo na maana sio alikamu tu. Engineer kipindi hicho alikuwa nyuma ya mheshimiwa mwenyekiti pale, mzee wetu ambaye aliondoka ndo akaja yeye kwa sasa, Msola. Unaelewa? Msola. Engineer alivaa jezi ya Kaizer Chiefs wakati Kaizer Chiefs wanacheza na Simba Sports Club. Kwa hiyo ni utamaduni wao ambao wa nafsi zao, lakini hakuna kiongozi yoyote wa klabu ambaye anaweza kavaa jezi ya timu mwenzie kwa sababu tu anacheza na mpinzani wake. Hakuna hivyo vitu. Sasa hii Yanga sio mara moja wala sio mara mbili, kwa hiyo huwa anajirudia. Sasa sidhani kama wao ni watu wa mpira au ni kidogo tuna mashaka na fani yao ambao wamekuja kuingia katika mpira. Kwa sababu unapofika kipindi, mbona tuone sasa wenzao Simba na wao pia waanze kuvaa jezi za wapinzani wanaocheza na Yanga. Wakija hapa wapinzani wanaocheza na Yanga, atuone Simba wavae jezi. Yani mimi kwa shabiki. Tuangalie mashabiki. Yani mimi kwa shabiki. Yes. Sina shida. Yani shabiki avae jezi ya Yanga ya timu pinzani, ya Ahali, sijui Mamelodi Sundowns, sijui kwenye party kama ile walifanya jana. Sio kitu kibaya, siwezi kulaumu kwa shabiki, lakini wewe diskam kwa afisa habari mkubwa wa klabu kuvaa jezi ya timu nyingine, to me ni kuheshimu klabu yake, lakini pia na miiko, lakini mwisho wa siku ni kwa sababu ni utaratibu wao. Lakini sisi kama wazao kunyoosha mambo, of course haiko sawa. Lakini kingine naweza nikaelezea kitu. Mimi nakumbuka utani ambao Simba waliwafanyia Yanga mara baada ya kutolewa katika hatua makundi. Ni utani ambao alifanya afisa habari wa klabu ile, Ahmed Ali. Aliweka bango kubwa kwenye gari lake nyuma akasema, tumefurahi hamjafuzu. Full stop, si ndio? Lakini Young Africans wameenda beyond, wakafanya na party. Mimi sijaona mashabiki wa Simba waliofanya party Yanga kushindwa kwenda mbele. Kwa hiyo hili jambo Young Africans wao walilichukulia kwa ukubwa. Yaani kwamba waliona Simba akichukua ubingwa mjini hapa hapata lalika hapa. Hapana. David nikwambie kitu. Yanga kuna watu wa mpira. Viongozi wa Yanga
Inawezekana ile timu ya Yanga ina watu wa mpira, lakini wale viongozi wa Yanga sio watu wa mpira. Uwezi kwenda kuvaa jezi ya timu pinzani anacheza na mpinzani wako. Unamaanisha nini? Kwanza tu direct wewe kwamba unaonekana kabisa wewe sio mtu wa mpira. Yaani kwenye occasion hivi, kwa sababu kwenye occasion kama ya kwenye mechi inachezwa live uwanjani, kuvaa jezi kama shabiki haina shida, kwa sababu yeye ni shabiki. Shabiki wa timu gani? Wa Yanga. Wa Yanga Afrika. Sasa yeye anaweza akavaa. Mimi siwezi kusema na shabiki, mimi nasemea viongozi. Kwa kiongozi sawa. Yaani kwa kiongozi kuvaa jezi ya timu nyingine hapo sawa, mimi naungana na wewe. Na ndio maana nimetoka kusema hapa kuhusiana na Ali Shabani Kamwe. Ni rafiki yangu na kwenye mitandao ya kijamii mimi naandika, tunakutana huko sana, lakini kuna muda lazima uweze kubalance mambo. Ujue hiki ambacho nakifanya wewe ni ofisa habari au shabiki. Ya shabiki mwachie shabiki, afisa habari anapaswa kufanya majukumu yake. Baki kwenye nafasi yako. Wamefanya party kubwa sana, lakini party ile ni kwa ajili ya kujipongeza na kuwapongeza RS Berkane, wakijiita mashabiki Berkane supporters, sio kitu kibaya. Lakini unajiuliza maswali. Sifa ya timu kubwa haiwezi kufanya vitu vya vile. Sifa ya timu kubwa, unavyoona timu imeondoka na kombe katika ardhi ya nyumbani, kwanza unapaswa kumpongeza yule pengine kwa sababu ya furaha, kwa sababu labda pengine ungeumia, labda mnyama kuchukua ubingwa mbele yako, sababu ndio utani wa jadi wenyewe. Lakini kufanya party kubwa kuliko hata Berkane hata hawajafika kwao, to me hiyo sio sifa ya timu ambayo iko na maturity ya miaka 90. Uwezi ukawa na miaka 90 alafu kuna vitu vidogo minor issues ukazichukulia kwa ukubwa namna hiyo. Na ndio maana Yanga wataita mashabiki uwanjani supu, ndio hiyo kigezo cha kuita mashabiki uwanjani. Shabiki havutiwi na supu uwanjani, shabiki anavutiwa na mpira mzuri. Stefan Aziki yuko uwanjani, Pacome Zouzoua best player yuko uwanjani, Chama Cletus El Cambiador medio campista Duago the game changer yuko pale. Naenda kumwangalia Khalid Aucho daktari supu. What? David. Kwa hiyo mimi najaribu kusema hivi vitu, kuna namna ambavyo ili klabu pia izungumzwe kwa ukubwa, lazima ufanye vitu vikubwa. Sio vitu ambavyo vya kijamii. Unajua unafanya vitu fulani kama vya kijamii. Kwamba bwana supu, unajua supu bwana ni kweli tunaweza kukaa na jamii, tukanywa, tukafurahia maisha. Lakini mwisho wa siku kwenye engo ipi? Kuna engo ya supu, Yanga wamechukua mataji, tunafurahia tunakunywa supu. Sasa jamani tunaomba mje uwanjani. Lakini leo wamepiga bonge moja la pati la gahawa pale. Viongozi wakavaa jezi. Tumii kwenye nyundo wa Fijibovu, hiyo haiko sawa. Mimi nikuulize swali Devi hapo. Mimi nimejaribu kutafakari sana swala hili. Unajua nilipoiona hiyo clip ambapo inatembea mitandaoni, nikajaribu kuwaza level ambayo Simba amefika kwenye michuano hii ya kimataifa, na pengine angetoa ubingwa, pati hizi zingeenda kufanyika labda kuwapongeza Simba. Wapi? Lakini usingeona. Ina maana hata kwenye soka letu bado uzalendo haupo. Yaani watu wanafanya pati kwa ajili Simba ameshindwa. Sasa tunaupeleka wapi labda mpira wetu? Hata kama ni utani wa jadi, lakini sio uende ukafanye pati. Unajua kuna jambo la utani wa jadi ambalo uvae na jezi unampongeza. Unajua kuna utani wa jadi ambalo kuna utani wa jadi ambao unaweza kufanya ukahisi umepatia, kumbe unaibisha taifa. Yeah. Ile ni aibu ile. Alafu mimi niambia kitu kimoja tu. Unajua sasa kweli waliposema Simba kubwa lidude likubwa, yani hapa naweza nikapata picha. Kwa maana kwamba unajua mwenzio hata kama mpinzani wako anafanya vizuri, umia ndani. Wataniane mashabiki wa mashabiki. Wataniane wasemaji kwa wasemaji, lakini sifike mahali watu wakaanza. Wewe lini Berkane akawapongeza Yanga? Wapi? Au lini Mamelodi City mgani huko ya nje iliwapongeza Yanga kufanya sherehe? Alafu ni klabu inafanya sherehe, mwenzie ndio amepata mafanikio. Wewe umepata mafanikio lini? Huyo una mziaki amefika, hiyo si mara pili, sio? Alafu sitoshe wewe unaona mwenzio yeye amefeli, wewe ndio unaona kwenda kutengeneza supu na kahawa ni umefaulu. Kwa hiyo bado kuna vitu havi make sense, lakini mwisho wa siku ndio utani wa jadi, lakini kuna engo za utani. Mimi nafikiri hata kama ni ubunifu mwingine unaweza kupitiliza na ukaribu pia. Ingawa kuna watu wengine wana maoni ya tofauti hapo, utaona kwenye jumbe, lakini mwisho wa siku kwenye ukweli lazima tuseme ukweli. Ali katika vitu alivyozungumza mara baada ya sherehe ile,
ya jana ile hafla walioifanya ni kwa alitaja jina la Faisal Salum Feitoto, ndio ikawa gumzo. Kufanyaje? Na Lusajo hapo asubuhi akashika bango, asema ninayo hiyo leo.